Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Juni 3, siku ya Jumatano. Mada inasema neema ya kutosha. Tunapohisi uzito wa dhambi zetu na kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze hadi msalabani, tunapaswa kuomba msamaha wa Mungu, tukijua kwamba Bwana amejaa huruma na neema. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Zaburi ya 103 aya ile ya 8. Aya hii ilitamkwa na Mungu mwenyewe kutoka 34 aya 6 baada ya taifa lake teule kumhuzunisha. Soma kutoka 34 aya ya kwanza hadi ya 10. Ni ukweli gani muhimu unapatikana hapa? Ukweli kwamba Bwana ni mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira bali mwingi wa rehema. Ndiyo sababu hasa Yesu alikufa msalabani ili uhusiano wetu na Mungu urejeshwe kuwa sawa tena. Ni wakati tunapokuwa tayari kukiri na kuungama dhambi zetu, tunaposema Bwana, niko hapa tena, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Luka 18:13. Ndipo Yesu ambaye tayari amekuwa akifanya kazi ndani yetu na kwa ajili yetu pamoja na Roho Mtakatifu hata kabla hatujamwita, anapoona mzigo huo na kuondoa kwetu. Mizigo yetu huondolewa pale Kalvari, na Yesu hakika yuko karibu sana tunapomjia, na hata kabla ya hapo hututafuta kama mchungaji mwema na husimama mlangoni akibisha. Ufunuo 3 aya 20. Tusiendelee kukaa mbali na msalaba tukimtazama Mungu kutoka mbali. Hebu tukimbilie kwa Yesu na kubadilishana dhambi zetu na mizigo yetu kwa haki yake. Zekaria 3 aya 4. Polepole soma aya zifuatazo. Andika kwa maneno yako mwenyewe kile zinachokuambia juu ya neema ya Mungu kwako. Aya ya kwanza, Warumi sura ile ya 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Aya ya pili, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi 5 aya 8. Leo ni Jumatano, neema ya kutosha. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.